yanazidi kupanda juu kidogo, na unapoona pale ni vitoza za machozi zinazidi kurushwa, na unaona barabara ya Mwindi Mbingu sasa imefungwa. Wameweka mawe, vizuizi hapa na pale kuhakikisha kuwa polisi hawakuji pande hii. Ukumbuke kuwa polisi wamekuwa wakikimbia ama wakizunguka katika jiji zima wakitupa vitoa machozi. Kuna gari ambao wanatumia wakitupa vitoa machozi miongoni mwa watu. Unavyoona ndivyo hali ilivyo sasa. Upande wa pili ni barabara ya Kenyatta, ambapo unaona polisi sasa wametupa vitoa machozi wakiwarudisha pande ya juu. Kwa hivyo ni pata shika ambayo inazidi kuonekana eneo hili. Nimekuwa nikizungumza muda mfupi na mwanabodaboda mmoja hapa ambaye amenieleza jinsi ambavyo ameweza kuokoa. Nataka tuzungumze naye Zubeda tafadhali. Ameweza kutueleza kuwa muda mfupi unavyoona ameloa damu katika koti lake hapa, kuonyesha kuwa amekuwa katika hali ambayo si nzuri. Ndugu, tunashukuru sana kwa kuzungumza na KTN. Tueleze ni nini ambacho umeshuhudia muda mfupi uliopita na ni nani ambayo umeokoa? Kwa majina naitwa Michael. Nimekuwa hapa GPO kwa stage. Kuna msichana ambaye amepigwa na tear gas, ikararua mdomo, meno ikaanguka nje. Hata ukiangalia kwa mgongo yangu ni damu ambayo nimemsaidia kuokoa tu maisha yake. Muda mfupi uliopita kuna ambulance imepita hapa, imempeleka Kenyatta, I think aende angaliwe zaidi. Tueleze ilikuwa eneo lipi hilo na kueleza nini kilifanyika ndio mpata shika hiyo ikaweza kufanyika? Kuna gari la polisi ambalo lilikuwa na watu makarao, walikuwa wanarusha hizo vitoa machozi, ikampata msichana kwa mdomo, ikamrarua meno, ikaruka nje. Zubeda, ni semi za kutisha moyo ama za kuweza kuvunja moyo sana hapa katika eneo hili, na ni baadhi tu ya semi ambazo tunaendelea kupata hapa. Vitoa machozi vinarushwa kwa watu, vingine vinarushwa bila mpangilio, na tunaweza kuona vikiweza kupiga baadhi ya waandamanaji hapa. Unavyoona sasa jiji la Nairobi, katikati ya jiji ni moshi ambao unaweza kutawala, na ni moshi huu wa vitoa machozi ambao unaweza kuona hapa. Unavyoona ni gari aina la ambulance ambalo limeweza kubeba baadhi ya wale ambao wameumizwa hapa. Kwa hivyo ni kama tunashuhudia kile tulichoshuhudia tarehe 25 mwaka uliopita Juni, ndicho hicho ambacho tunaweza kushuhudia hii leo. Na kama vile Juni 25 ilivyokuwa mwaka uliopita, ambapo maandamano haya yalianza kwa kasi ya chini, ndivyo hivyo tunaweza kuona pia hali hiyo ikionekana eneo hili. Na ukumbuke kuwa mwaka uliopita kulikuwa na ile patashika ambayo iliweza kuelekea katika bunge la taifa. Waandamanaji wakaweza kuingia pale na kuvunja na kuweza kufanya uharibifu mkuu. Tunaona kwa kiasi fulani maafisa wa usalama ni kama hawataki kujirudia kwa hilo tena, ndio tunaweza kuona wanazidi kuchunga ama kuweza kuweka vizuizi kwa yale, kuweka himaya kubwa kwa baadhi ya zile ambazo ni public installation ambazo ziko hapa katika jiji la Nairobi. Unavyoona ni picha ambazo tu tunazidi kukuonyesha waandamanaji wanazidi kufanya uharibifu. Tunaweza kuona taa za Kenyatta Avenue, baadhi yazo zinaweza kuangushwa, ndio hao wengine wameweza kutoa vibao. Unavyoona ndio hali ilivyo hapa. Kwa hivyo kidogo ni kuna confusion ambayo imeweza kujikita hapa katika jiji, na ni kutokana na hali hii. Tunavyoona inabidi tuweze kusonga, kwa sababu tunaweza kuona vitoa machozi vinarushwa pande mahali tulipo, na wale polisi wanaorusha ndio hawa wanakuja wanapita juu ya, licha ya kuwa barabara imefungwa. Sijui kama bado unanipata. Kuna baadhi ya maafisa ambao wanarusha vitoa machozi hadi kwa wanahabari, licha ya kuwa wanahabari wamevaa nguo au vitambulisho halisi vya wanahabari. Tunaona
Zubeda, ikiwa bado unanipata, sijui kama bado unanipata. Watambue hadi media. Watu watambue hadi media. Wanaonaondo wanawarekodi. Biwot. Na mtazamaji, ndo hali halisi inayoshuhudiwa sasa hivi katikati ya jiji la Nairobi. Vitoza machozi vikirushwa sehemu tofauti kuwatawanya wanaoandamana. Vile vile tumeona uharibifu ambao vile vile unashuhudiwa kufuatia kuharibiwa kwa milingoti ya taa katikati ya jiji. Unaona pale wamewakisha magurudumu na kadhalika. Hivyo ni vitoza machozi ambavyo vinarushwa na maafisa wa polisi kuwatawanya wanaoandamana. Francis Ontomo yuko pale, ametusimulia kuhusu wale pia majeruhi ambao wamepelekwa katika hospitali tofauti kupokea huduma za matibabu baada ya kujeruhiwa na vitoza machozi. Na ndo swala ambalo tunataka kulijadili kwa mapana leo. Kweli katiba